yetu wapendwa ni habari ya kile ambacho Mungu anasema tufanye. Tukifanya tunakuwa heri. Kwa hivyo hatutakuwa heri kwa sababu ya who is who. Kwa sababu ikiwa it is who, wengine wetu tutakuwa tumetupwa nje. Wengine wetu hatutawahi fikia baraka yeyote. Wengine wetu hatutawahi kitu kama mambo ya hapa duniani, itakuwa kama stone. Lakini Yesu akasema heri ni yule asikiaye neno na kufanya vile ambavyo nimemwagiza aweze kufanya. Huyo mtu ni heri, kwa sababu atafanikiwa, kwa sababu atakuwa na kibali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusijitunishe kwa sababu ya kwenye tunatoka. Tusijitunishe wapendwa kwa sababu ya tulizaliwa wapi. Tusijitunishe wapendwa. Cha muhimu katika maisha haya, kile kitatufanya tuwe heri wapendwa, ni kusikia neno la Kristo, ni kusikia neno la Mungu na kufanya vile ambavyo vinavyosema. So mimi kuna mtu anasema kumbe unani ni candidate ya kubarikiwa. Hata mimi ni candidate ya kubarikiwa. Nakwambia kwamba hata wewe ni candidate ya kubarikiwa, na haijalishi wewe umetoka katika jamii ya Manase, yaani jamii iliyo masikini. Kwa kutenda, kwa kusikia na kutenda neno la Mungu, natakwambia kwamba utakuwa heri. Tunaweza sikia utakuwa heri. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye anaweza kusikia neno la Mungu na aweze kulifanya, natakwambia kwamba wewe ni heri. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako wewe ni heri. Ukifanya vile ambavyo neno la Mungu linavyosema. Praise the Lord. Wewe ni heri. Wewe ni nasema wewe. Sema mimi ni heri. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, sio habari ya kwenye utokako. Maana vile ambavyo huyu mama alivyokuwa anadhania, si hivyo ilivyokuwa inafaa. So any one of us, haitarishi kwenye